kuhusiana na kukaribishwa. Hivi kukaribishwa, kutambulishwa, Azizi tunasemaje? Amekaribishwa eh? Amekaribishwa. Amekaribishwa kwa mara nyingine tena ndani ya mitaa ya Twiga na Jangwani pale. Na rasmi sasa Allan Okello bye bye ndani ya klabu ya Young Africans. Tulishuhudia namna ambavyo mashabiki pale Ruangwa tulipata clip kutoka kwa ripota wetu Betha Mswaga namna ambavyo mashabiki walikuwa wanamuaga. Kuna mzee alimpa busu bana Allan Okello. Niliona nikasema watu wa Ruangwa walikuwa wana mahaba kweli kweli na Allan Okello. Sasa baada ya Okello kuondoka, Stefan Aziz Ki anaingia, mabilioni ya fedha yakitajwa kumrejesha Stefan Aziz Ki, na mara baada ya kutambulishwa pale uwanja wa KMC Complex, kwa kifupi sana ninukuu kile ambacho Aziz Ki alikizungumza. Alisema wananchi Yanga bingwa, nimefurahi kurejea nyumbani. Hapa ni sehemu salama. Napenda kusema asante kwa kila kitu, asante kwa kila mtu, na matumaini utakuwa ni msimu wa burudani. Tutaenda kupambana zaidi barani Afrika kwenye mashindano ya Afrika. Hiyo ndiyo taski yetu. Mwisho wa kunukuu kile ambacho Stefan Aziz Ki alikizungumza. Mkenge, Stefan Aziz Ki umri wa miaka 30 anaingia ndani ya kikosi cha Yanga. Allan Okello umri wa miaka 26 anaondoka ndani ya klabu ya Young Africans. Ni karata ya namna gani hii kwa kikosi cha Yanga? Kwangu mimi huwa naamini umri ni namba tu, kwa sababu wapo wachezaji ambao wana umri wao umesogea kidogo. Wapo kina Chama miaka 35, lakini pia wapo vijana wenye miaka 19. Ukiwatia katika mizani, huyu mwenye miaka 35 anakuwa ni productive zaidi kuliko huyu mwenye miaka 19. Kwangu mimi umri ni namba. Kinachokuja kufanywa na mchezaji ama kilichofanywa na mchezaji ndiyo kinakuwa ndio story yenyewe. Yani unajua, sio umri wake. Yani umri kwa Afrika umri ni namba tu. Kama Azizi atakuja na akawa Azizi yule, ninafikiri watu hiyo miaka 30 yake, sio 31, 30 ngapi, haitakuwa ni story kubwa. Story itakuwa ni kile ambacho amekifanya, na ikitokea labda amefanya vibaya, ndio sasa watu wanaanza kutafuta umri wake. Kwani una miaka mingapi? Wana miaka 32, miaka 30. Huyu tayari na Afrika tunajuana, 30 ya Kiafrika hiyo inakuwa ni mingapi? Kwa hiyo kwangu mimi ametoka mzaji ambaye ni mzuri, lakini pia anakuja ni mzaji ambaye pia ni mzuri, kwa sababu Okello ameondoka, ameacha namba za kutosha Jangwani. Alijiunga dirisha dogo, ni mashuhuda sisi, kwa sababu nakumbuka hata kwenye moja ya place alikamwa anasema sio kwenye place, kwenye utambulisho wa Allan Okello kwenye mechi ya Yanga Day, akanasema ni miongoni mwa watu ambao wamekuja kuiboost team kwa kiwango kikubwa ni Allan Okello, ambaye ameshaondoka sasa hivi. Anakuja sasa Aziz Ki ambaye kwa sasa kwanza tunazungumzia vitu ambavyo amewahi kuvifanya. Of course kwangu mimi sijui, kwangu mimi Azizi kurejea Yanga, kwangu mimi naona kama sio story, kwa sababu Azizi amejiengage sana na watu wa Yanga. Hata alivyokuwa chezea Yanga, akija katika mapumziko yake, unaona marafiki zake, watu wanaozurula nao katika jiji la Dar es Salaam. Ngoja kwanza Mkenge, story angekuja nani? Story kama Azizi angeenda kujiunga na Simba, kwangu mimi ndio story. Lakini katika maisha kawaida kabisa, Azizi ni sehemu ya familia ya Yanga. Story ipo, kwa sababu kuna siku nishaye kuambia kuhusu Azizi ukaniambia Yanga wana hela ya kumnunua Azizi. Yani hujanielewa. Achana mambo ya hela. Sasa yani Azizi kurudi Yanga. Hebu hii leo isaishe vizuri, kwa sababu kuna siku nishaye kuambia kwamba Yanga wanamtaka Aziz Ki na wataenda watavunja mkataba. Na kama nakumbuka kasema timu za Libya. Subiri. Na hapo ongezea. Nilivyosema kauli nikaweka mbele na kauli nyingine pia leo ambayo atakayoiweka sawa. Ni kuhusu Stefan Faisal Salum kwamba hatoichezea Azam FC. Sawa. Msimu hujaisha. Dirisha dogo silipo. Hapana. Akienda dirisha dogo sawa, lakini kwa sasa hivi sawa. Mimi kwangu msimu bado hujaisha. Turudi kwa Azizi. Hapana. Turudi kwa Azizi. Dirisha lishafungwa. Sawa, turudi kwa Azizi. Tusamishe go, turudi kwa Azizi. Tena nataka kusema hawa wachezaji ni rahisi kumpata ikiwa wao hawana mahitaji naye. Hapana. Ngoja nikwambie kitu. Unaona kama Okello.
Yanga ilitamani kuwa na Okello, lakini ilitamani pia kuwa na Azizi kwa wakati huu mmoja. Nini kilichotokea? Mmoja kaondoka. Vilabu vyetu havina nguvu ya kuamiliki hawa wachezaji, Latifa. Yani, ikija hela inayotosha watu wanauza. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu. Hivi kweli tuseme leo kama mzee gani, labda Imam Ashur Al-Ahly sio anamtaka Yanga au na Simba iende pale. Ni kitu ambacho hakipo, lakini wakitafuta sehemu ya kumdampo wala Al-Ahly, Simba Yanga wanamsajili vizuri tu. Huyu Azizi Libya, kwa bwana sisi kwa mahitaji yetu, bwana huyu atoshi ama huyu hapana. Jamani, inakuja kiasi hiki, tumuuze. Lakini nenda pale ama sisi tukamsajili midfield ambao Libya pale wamemsajili mtu mmoja aitwa Sambole, alikuwa Berkane, nani yule? Bwana mdogo yule. Sambole Kamara, yes. Kamara. Yanga Simba watie pua. Sio maneno. Lakini wala akiwa muhitaji. Jamani, na simu mnapigiwa. Kamara anapatikana hapa. Kwa hiyo sisi advantage tulionayo, hawa wachezaji kama yani sisi ni option ya pili. Na sio kwenye wachezaji, hadi katika makocha. Fadru aliacha timu iko Bulawayo, Yemen za Wydad. Sio mshana. Lakini zinakuja hela ambazo nyinyi wenyewe mkatai. Mfano halisi Okello, nimekwambia Latifa. Yanga mimi na nini walitamani kuwa na Azizi, lakini pia walitamani kuwa nani na Okello. Kichotokea mmoja kaongea, zikisha kuja ofa hatuwezi kuzuia. Sawa. Na hatuwezi pia kunyang'anya nao wachezaji, hatuwezi. Ila sasa tupatikana kirahisi tunapita nao. Juma, kuna namna ni kama kauli ya Engineer Hersi haiakisi huu usajili wa klabu ya Young Africans ambao wameufanya. Ukiangalia yupo Shalulile, Aziz Ki amerejea hapo. Ni target bado inaendelea kusalia ile ya robo finali. Lazima uanze mdogo mdogo Latifa, kwa sababu ukisema uwekee wachezaji malengo makubwa, mwisho wa siku watu wanasema kwamba tunakutunzia risiti, si ndio? Yanga what if wanatokea kwenye upande wa hatua ya makundi, atombei iwe hivyo. Nini kitakachofuata? Kwa maana kwamba rais ameshajinasibu kwamba kwa msimu huu amefanya usajili mzuri. Na hata sasa hivi ukiwachukua mashabiki wa Simba, ukiwachukua mashabiki wa Young Africans, waulize ni timu gani ambayo imefanya vizuri kwenye soko la usajili. Hata mashabiki wa Simba wengi watakiri kwamba Young Africans wamefanya vizuri kwenye soko. Kwa vigezo vipi kaka? La usajili. Kwa maana kwamba kuna kitu kimoja Mkenge. Umeona Simba ilivyokuwa inacheza msimu uliopita. Tulikuwa tunaona changamoto ipo kwenye eneo la ushambuliaji, si ndio? Lakini pia mimi nilipendekeza nikasema kama Simba wanahitaji kuwa bora zaidi, wanahitaji pia kuweza kufanya mabadiliko kwenye eneo la namba 10, kwa maana kumpata namba 10 anaweza kucheza eneo kubwa la uwanja. Lakini tatizo jingine pia kwenye eneo la namba 6. Of course Kagoma kacheza vizuri na kwa msimu uliopita, lakini kwa msimu huu kwenye mechi ambayo tumeona ilikuwa na ushindani zaidi alikuja akapotea, si ndio? Na mwalimu alikuwa anahitaji namba 6 ambaye hakusajiliwa. Msimu uliopita alikuwa na Kagoma, Alassane Kante. Kwa msimu huu kuna Kagoma pamoja na Kevin Nasho, si ndio? Unapoenda kwenye mashindano ya kimataifa pia, Mkenge kazungumzia kitu kimoja kwamba sometime umri pia huwa ni namba tu. Lakini mchezaji ambaye mwenye umri mkubwa anaweza akakofa experience akiwa wapi? Akiwa uwanjani. Simba hawana huyo mtu. Yaani leo hii anaumia Kagoma, ni mchezaji gani ambaye anaweza akahudumu katika hilo eneo? Au mpati, si ndio? Kwenye eneo la namba 10 mwalimu alisuggesti Neo Maema aweze kurejea kwenye upande wa timu. Ana zaidi ya miaka 30. Kuna eneo la namba 10 pia lina mchezaji kama Clatous Chota Chama. Ana zaidi ya miaka 33 mpaka 34. Hao wote waweza kuwapata kwenye eneo kubwa la uwanjani. Na ndio maana mechi ya dabi ulimuona Chama aliweza kucheza katika hiyo nafasi kwa dakika 55 akatoka, akaja mchezaji mwingine, si ndio? Mechi ya jana hatujamuona pia pale. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Kuna namna ambavyo ukiangalia Young Africans wamejaribu kufanya hao maboresho. Walikuwa hawakuwa na sidhani kama ilikuwa ni tatizo kubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji kutokana na staili ya Dube ambayo alikuwa anafanyaje? Anaicheza uwanjani. Alikuwa anakuofa vitu vingi, timu ikiwa haina mpira, hiyo faida ulikuwa unaiona, timu ikiwa na mpira, faida pia ulikuwa unafanyaje? Unaiona. Sometimes mimi simdefine mshambuliaji kwenye kuscore tu peke yake. Hata vile ambavyo anavyo interact na wachezaji wenzake wanapokuwa wapi? Uwanjani. Katoka Depu, katoka na Dube, si ndio? Young Africans wamemchukua Shalulile ambaye ni upgrade ya hao wote wawili ambao tumewaona akicheza wapi? Young Africans. Mwingine amekuja Sheikh Toure ambaye bado siamini kama watu wamemuona zaidi kwa sababu ya muda ambao amekuwa anafanyaje?
ambao wamekuwa wanapatiwa pale. Wana Clement Mzize ambaye bado yuko injured, lakini wao wamesema kuanzia kwenye mwezi wa 10, 11 anaweza akaanza kurejea kwenye upande wa timu. Unaiona hiyo advantage ambao wako nayo Young Africans. Kwenye eneo la namba 10, kinachotokea kwa Chama pamoja na Neo Maema kuto kucheza kwenye eneo kubwa la uwanja ndicho kilichokuwa kinatokea pia kwa upande wa nani? Wa Alan Okello. Ni mzuri timu ikiwa na mpira na ni mzuri akiwa na mpira wapi? Mguuni. Lakini timu ikiwa haina mpira au yeye mwenyewe akiwa hana mpira, ulikuwa uioni hiyo impact ya nani? Ya mchezaji kama Alan Okello. Lakini Mkenge shuhuda hapa, yeye mwenyewe alikuwa ni mtu wa kwanza kukiri kwamba Alan Okello alikuwa mpati kwenye mechi kubwa, si ndio? Na alikuwa afungi. Sasa Young Africans wamefanya upgrade ya pale kwamba huyu sasa alikuwa afungi kwenye mechi kubwa. Tunaletea mchezaji ambaye alikuwa na uwezo wa kufunga kwenye hizo mechi kubwa, lakini pia unaipata experience ya Azizi kwenye mashindano ya CAF Champions League. Na ndio maana hakusema kwamba task yetu ni kuja kushindana kwenye kombe la NBC. Hapana. Kwa sababu anaona huko tayari kuna huo mwanga wa kuweza kufanyaje? Kuweza kushinda. Challenge pekee ambayo imesalia ni wao kupambana kwenye mashindano ya Afrika. Unapita Shaulile ambaye ana ubingwa wa Afrika, ana ubingwa wa EFL, lakini una Stefan Aziz Ki ambaye ashaye kufika kwenye hatua ya kombe la finali, kombe la shirikisho, ashaye kufika kwenye hatua za robo finali. Na Azizi kwa msimu huu finali kombe la shirikisho kwa timu gani? Young Africans. Nyakati zile. Yes, nyakati zile. Na ana robo finali pia CAF Champions League. Kwa msimu huu ukimwangalia Stefan Aziz Ki akiwa na Al Ittihad ya Libya. Kwa wachezaji ambao walitoka kwenye ligi yetu ya Tanzania wakaenda Libya, Azizi bado atakuwa ni MVP kwa namba ambazo yuko nazo pamoja na mechi ambazo kwenye mechi 11 amefunga magoli 8 na ametoa assist 3. Unaona hiyo kwamba 8, 9, 10, 11. Kwa maana kwamba kwenye mechi 11 amehusika kwenye mchango wa magoli mangapi? 11. Hujakiona hicho kitu kwa Steven Dese, hujakiona hicho kitu kwa nani? Kibu Denis. Kwa hiyo ameenda kwenye hiyo ligi ambayo tunaamini pengine ni ngumu kuliko ligi yetu, si ndio? Lakini bado kakuonyesha kwamba bado nina uwezo wa kufunga magoli. Anakuja kwenye ligi ambayo amecheza zaidi ya misimu 2 mpaka 3. Unatarajia nini? Kwamba magoli bado yataendelea kuweza kufanyaje? Kuweza kuonekana. Of course, Alan Okello ni mmoja kati ya wachezaji ambao wenye kipaji kikubwa sana. Na Hersi alizungumza akasema kwamba huyu ni kijana wetu, tumempeleka sehemu, tukimhitaji muda wote anarejea. Juma bwana, mimi hapo tukimhitaji hapo ndio sipataki. Latifa, sikiliza. Kwani subiri. Tulisikia kelele hapa za Maele. Yaani kuna habari nyingine Latifa unasikiliza. Unasema Maele huyu au yule Maele. Maana kuna Maele mwingine anaenda TRA. Msimu uliopita kapiga Mtibwa. Yaani nimetazama mechi ya nani mechi ya JKT Tanzania. Wanapata sare 1-1 na nani na TRA. Yuko dogodogo mmoja toka simu nani sijui eke yake Maele. Latifa, sisi tunawapata wachezaji ambao wenzetu hawawahitaji. Ngoja nikwambie kitu kimoja Mkenge. Depo wakati anakuja Young Africans. Bilioni imetumika pale. Sawa. Sikatai. Peter Shalulile. B imetumika. B+ hizo unazungumzia. Stefan Aziz Ki. B imetumika. Ambao ukirejea kwenye misimu 3 nyuma 2 hatuwezi. Hatukuwahi kuwa na hicho kitu. Mimi sikatai. Kwa Mkenge ni kama naelewa kwa sababu sio tu kwenye wachezaji ambao wanatoka nje. Wapo wa ndani humu ambao pia ni mtihani kuwachukua. Ngoja niseme bali Fei ameshindikana. Unamuona nani Shalulile? Shalulile sio kama ni mzaji mbaya. Lakini kwa level Mamelodi wapo. Kwao nini? Hatoshi. Mamelodi kweli namtaka Shalulile. Sisi katumbakisha Shalulile. Ndio asajiliwe na Yanga. Shalulile sasa alizungumza mwenyewe kwenye press kwamba kwa kuna timu kubwa zaidi ambazo zinamhitaji. Nasemea pale alipokuwa. Yaani Mamelodi. Kwa sababu jua kitu. Shalulile kaza misimu 2 Mamelodi. Misimu 2 ya mwisho. 6. Nasema achana misimu 6. Misimu 2 ya mwisho. Amefunga bao 3. Bao 3. Ambao sasa hivi akiwa na Young Africans mechi ngapi? Mechi 3 na goli 2. Ana goli 2. Sio mashana. Ndio maana nasema hivi kweli kwa sababu je Shalulile wa moto mzee wangu. Alali sio mara moja mara mbili. Wanalia. Washaenda kupiga hodi lakini akaenda pale Mosepa ambaye anasikiliza jamani. Achaneni na hii habari. Sasa basi mimi nadhani pia ni kuna kitu kingine pia ambacho kocha Mankoba amefanikiwa. Sema tu Mankoba tutakuelewa dada. Sawa. Usiache ulimi. Wakati yuko Mamelodi pia miongoni mwa nyota ambao walikuwa wakitaja kwa wanamhitaji ni Aziz Ki lakini amempata wakati yuko na klabu ya Young Africans. Tuachane na Stefan Aziz Ki ambaye tusubiri tuone. No, wakati yule kipindi kile Aziz anatakiwa Mamelodi, kocha alikuwa Rulani. Ila tu nani Mankoba alikuwa ni sehemu ya benchi la ufundi la Mamelodi.
Sawa. Na amemtaka akimbie. Timu yake si anataka ikimbie.